Moja ya taarifa kubwa katika usiku ambao umekwisha kupita ni kuhusu mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo imezindua mashambulizi ya makombora pamoja na ndege ambazo za rubani ambazo zimeshambulia huko Ukraine na kusababisha watu 25 kupoteza maisha hadi muda wa kuchapishwa kwa taarifa hii, na pia raia 142 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo ambayo Urusi imeweza kuyafanya katika usiku uliokwisha kupita. Karibu sana katika undani wa taarifa hii mtazamaji wa JMTV, na kukumbusha pia kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa hizi unazipata kwa urahisi kabisa. Karibu sana katika undani wa taarifa hii. Na baada ya mashambulizi haya Urusi kusikia hicho ambacho pia kimejiri, utasikia pia taarifa ya Ukraine kuanza kutumia makombora masafa marefu dhidi ya Urusi. Karibu sana. Urusi imefanya shambulio kubwa la usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya Ukraine na kusababisha vifo vya takriban raia 25 huku wengine 142 wakijeruhiwa pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu na kukatwa kwa dharura kwa umeme katika mikoa kadhaa nchini Ukraine. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, limesema kuwa Urusi iliweza kurusha jumla ya ndege ambazo hazina rubani 476 pamoja na makombora 48, ikiwa ni pamoja na makombora ya msukumo wa mbali aina ya cruise missile 47 na kombora moja la masafa marefu aina ya ballistic missile. Ukraine ilifanikiwa kushusha angani drones 442, makombora ya cruise aina ya KH-101-34 pamoja na makombora ya Kremlin 7. Lakini hata hivyo makombora 7 na drones 34 yaliweza kupiga au kushambulia maeneo 14 huko nchini Ukraine, huku mabaki ya makombora na drones yaliyodunguliwa yakianguka kwenye maeneo mengine 6 na kusababisha madhara makubwa katika nchi ya Ukraine. Mkoani Ternopil ulio zaidi ya kilomita 500 kutoka mstari wa mbele wa kivita ndio ulipata madhara makubwa zaidi, ambapo kulingana na huduma ya dharura ya Ukraine imesema kuwa shambulizi hilo limesababisha watu 25 kuuawa, ikiwa ni pamoja na watoto 3 na kujeruhi wengine 73, kati yao watoto 15. Waziri wa mambo ya ndani kutokea huko Ukraine anayefahamika kama Ihor Klemenko amesema majengo mawili ya orofa 9 yameharibiwa vibaya, na katika moja kati ya hayo uharibifu ulitokea kuanzia orofa ya 3 hadi ya 9, na inaaminika kombora la KH-101 ndilo lilishambulia moja ya majengo hayo katika eneo hilo. Kazi za uokoaji zilikuwa zikiendelea hadi muda wa kuchapishwa taarifa hii, huku watu kadhaa wakiwa bado wamekwama chini ya vifusi. Uongozi wa kijeshi huko Ternopil uliwaonya wakazi kufunga madirisha na kubakia ndani kutokana na ongezeko la kemikali hatari angani ambazo zimepanda hadi mara 6 zaidi ya kiwango cha kawaida. Siku za Novemba 19, 21 zimetangazwa kuwa siku za maombolezo huko mkoani Ternopil, na bendera za serikali zimeagizwa kupepea au kupunguzwa nusu mlingoti, huku shughuli zote za burudani zikisitishwa kabisa. Mkoani Kharkiv pia watu 46 wamejeruhiwa na mashambulizi hayo. Katika mji wa Kharkiv, mashambulizi ya drones za Urusi karibu saa 6 usiku yaliwajeruhi angalau watu 46, akiwemo wasichana 2 wenye umri wa miaka 9 na mmoja umri wa miaka 13. Gavana Olesno Bovi amesema wilaya za Slobodiansk na Osnoviansk ndizo zilishambuliwa zaidi, ambapo drones 19 aina ya Geranda-2 ziliweza kurusha mashambulizi yaliyoharibu jengo refu la makazi, hospitali pamoja na shule. Katika mkoa wa Ivano-Frankivsk watu 3 wameripotiwa kujeruhiwa, ikiwa ni pamoja na watoto 2. Katika mji wa Lviv, shambulio limesababisha moto mkubwa ulioshuhudiwa ukitoa moshi mzito. Meya wa Lviv Andrei Sadovi amesema ghala la kuhifadhia matairi limeshambuliwa na hakuna vifo ambavyo ameviripoti. Shambulio hilo pia lilibomoa ofisi mpya huduma za posta za serikali, Ukreposhta, na kusababisha uharibifu wa vifurushi takriban 900. Mkurugenzi mkuu wake Igor Simeliansky amesema pia ofisi hiyo itajengwa upya bila kutaja tarehe maalum. Mamlaka za huko mkoani Lviv na Ivano-Frankivsk pia zimeripoti uharibifu kwenye miundombinu ya nishati na huduma muhimu. Kampuni kubwa ya umeme ya binafsi
maarufu kama DTEK imethibitisha kwamba moja ya mitambo yake ya nguvu za joto imeharibiwa na Urusi, wakati ambapo usiku huo wa Novemba 18-19 joto lilishuka hadi sentigredi 3. Hii ni mara ya 5 kwa mitambo ya DTEK kushambuliwa tangu Oktoba. Huko mkoani Dnipropetrovsk, wafanyakazi 5 wa ukarabati wa umeme walijeruhiwa baada ya eneo walilokuwa wakirekebisha kushambuliwa, ambapo mtu mmoja yuko katika hali mbaya baada ya mashambulizi hayo. Huko Khmelnytskyi, watu karibu 2000 pia katika vijiji 27 walikosa umeme baada ya mashambulizi kuharibu nguzo za umeme. Wizara ya nishati imethibitisha kuwa kukatika kwa dharura kwa umeme kumeanzishwa katika mikoa mingi kutokana na mashambulizi ya Urusi ya usiku kucha uliokuja kupita. Kiongozi wa shirika la kusambaza umeme Ukrenergo anayefahamika kama Vitali Zaichenko amesema kuwa Urusi inashambulia kwa mawimbi kutoka mashariki, kisha katikati na hatimaye magharibi. Alionya kuwa magharibi mwa Ukraine wataanza kupata mgao wa umeme kwa mara ya kwanza msimu huu, ingawa unatarajiwa kudumu siku moja tu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi haya inaonyesha wazi ya kuwa vikwazo dhidi ya Urusi bado havitoshi, akisisitiza haja ya Ukraine kupata mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Urusi lazima iwajibishwe, kila kombora wanaopiga chini ni hatua moja ya kulinda maisha ya Waukrainia. Jeshi la anga la Poland pia liliweza kurusha ndege za kivita kulinda anga yake kufuatia mashambulizi hayo ya Urusi ndani ya Ukraine katika usiku la kucha kupita. Huko pia nchini Romania, ndege 4 za kijeshi zilitumwa kufanya doria baada ya drones ya Urusi kusababisha tishio kwenye anga ya nchi hiyo. Jeshi lilipewa ruhusa kulidungua, lakini ilisita kufanya hivyo kwa sababu drones ilikuwa ikionekana kwa vipindi kupitia rada hiyo. Licha pia mashambulizi hayo ya Urusi huko mikoa kadhaa nchini Ukraine, taarifa nyingine ni huko upande wa Ukraine ambapo imeripotiwa ya kuwa tayari baada ya kuzuiliwa, Ukraine hatimaye imethibitisha matumizi ya ATACMS, makombora ya masafa marefu kutoka Ukraine dhidi ya Urusi. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine walisema mnamo Novemba 18 ya kwamba walitumia ATACMS iliyotengenezwa nchini Marekani dhidi ya malengo ya kijeshi nchini Urusi baada ya miezi kadhaa, ambapo mchakato wa ukaguzi wa Pentagon ulizuia mashambulizi hayo kwa ufanisi. Uthibitisho huo unakuja baada ya miezi kadhaa, ambapo mchakato wa ukaguzi wa idara ya ulinzi wa Marekani ulimpa waziri wa ulinzi Pete Hegseth mamlaka ya kuzuia mashambulizi ya masafa marefu ya Ukraine ndani ya Urusi kwa makombora ya Marekani, na hivyo kuzuia kwa ufanisi matumizi ya ATACMS dhidi ya malengo nchini Urusi tangu mwishoni mwa majira ya kuchipua. Shirika la Wall Street Journal liweza kuripoti hivyo Agosti 23. Rais wa Marekani Donald Trump mnamo mwezi Agosti 21 alisema kwamba Ukraine haikuwa na nafasi ya kushinda ikiwa haitaruhusiwa kushambulia Urusi, na akamkosoa rais wa zamani wa Marekani Bwana Joe Biden kwa kutoruhusu Kyiv kupigana kujilinda tu. Ingawa hilo ni shambulio la kwanza la ATACMS lililothibitishwa na wafanyakazi wakuu wa Ukraine, iliripotiwa sana kwamba Ukraine pia ilitumia ATACMS kwa mara ya kwanza katika eneo la Urusi kwa mara ya kwanza mnamo Novemba 19 mwaka jana, ikishambulia silaha za Urusi huko Karachev, mji ulioko magharibi mwa Urusi. Wafanyakazi wakuu wa Ukraine walisema shambulizi hilo la Novemba 18 lilikuwa maendeleo muhimu yanayosisitiza kujitolea kwa Ukraine bila kuyumba kwa uhuru wake. Licha ya shinikizo linaloendelea la vitendo vya mashambulizi ya Urusi, Waukrainia wanabaki kuwa wastahimilivu, wakionyesha azimio thabiti katika kutetea nchi yao. Matumizi ya uwezo wa mashambulizi ya masafa marefu ikiwa ni pamoja na mifumo kama vile ATACMS yataendelea, taarifa hiyo ilisema. Maelezo zaidi ya shambulizi hilo hayakutolewa wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, lakini kituo cha Telegram cha Ukraine maarufu kama Exzarya Nova kilisema kwamba wakazi wa Voronezh wa Urusi waliweza kuripoti kusikia milipuko na ulinzi wa anga kutokana na shambulizi la kombora jijini humo. ATACMS ni makombora balistiki yanayotolewa na Marekani ambayo yanaweza kuruka hadi kilomita 300, ambapo rais wa zamani wa Marekani Joe Biden
alipunguza vikwazo dhidi ya matumizi ya ATACMS kwa Ukraine mnamo Novemba 2024 na kuiruhusu Kyiv kuyarusha dhidi ya malengo ya kijeshi kwenda Urusi.